Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Imani hutupitisha katika wakati ambapo hatuelewi kile kinachoendelea na hatimaye hutusaidia kuibuka washindi ule upande mwingine. Ukweli unapitia hali ngumu, lakini habari njema ni kwamba utakuwa mshindi. Usiku wa leo nataka kuzungumza nanyi kuhusu kuwa zaidi ya mshindi kupitia Kristo. Ina maana gani kuwa zaidi ya mshindi? Je, umewahi kujiuliza hii inamaanisha nini hasa? Naamini Mungu alinionyesha kwamba inamaanisha hata kabla hujakabiliwa na tatizo, tayari unajua, haijalishi tatizo hilo ni la aina gani, unaweza kulishinda kupitia Kristo. Sasa hebu tafakari hilo. Hata kabla hujakabiliwa na tatizo, unaishi na hakikisho kwamba haijalishi unakabiliwa na nini, wewe ni zaidi ya mshindi kupitia Kristo akupendaye. Ni sharti utie jambo hilo ndani ya roho yako usiku wa leo, ili usiishi na hofu ya habari za kusikitisha na hofu kwamba tukio ambalo hukulipangia linaweza kutokea au unaweza kusikitishwa na jambo fulani. Hupasi kuogopa kwamba jambo hilo litakufadhaisha na hutaweza kulistahimili. Kristo akiwa ndani yako, hakuna kitu kinachoweza kuwa kikuu kukushinda, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kumshinda. Kwa hivyo sisi sio tu washindi, sisi ni zaidi ya washindi. Lakini hebu tuangazie Warumi 8. Usiku wa leo nina vifungu vingi kweli ambavyo tutaviweka kwenye skrini ili tuviangalie pamoja. Huo ndio mpango wangu. Huwa sifuati mpango wangu wakati wote, lakini nafikiri ni vizuri tukiona neno mbele yetu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Naanza na mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adhaa au njaa au uchi au hatari au upanga? Unajua, kuna watu wengi ambao wana imani kubwa mpaka watakapokumbwa na tatizo kubwa. Ni rahisi kuketi na kuimba kuhusu imani, kuzungumza kuhusu imani na kusikiliza ujumbe kuhusu imani na kusoma vitabu kuhusu imani na kusikiliza CD kuhusu imani, lakini ni jambo lingine kabisa ikikubidi utumie imani yako. Na kifungu hiki kinatuambia kwamba hakuna tatizo lolote linalotukabili linapaswa kututenganisha na upendo wa Mungu unaopatikana ndani ya Kristo. Unapokabiliwa na tatizo kubwa, pengine ni tatizo kubwa sana kwako, usiache maneno haya yatoke kinywani mwako: Mungu, mbona hunipendi? Eti kwa sababu tuna tatizo sio ishara kwamba Mungu hatupendi. Wakati mwingine ni ishara kwamba shetani anakuchukia na atafanya kila awezalo kuhakikisha amekuangusha imani yako. Imani yetu itajaribiwa kwa wakati tofauti maishani mwetu. Ikiwa hatutakuwa na matatizo yoyote, basi hatutahitaji kuwa na imani yoyote. Hiyo ndio kazi ya imani. Imani hutupitisha katika wakati ambapo hatuelewi kile kinachoendelea na hatimaye hutusaidia kuibuka washindi ule upande mwingine. Huenda unapitia hali ngumu, lakini habari njema ni kwamba utakuwa mshindi. Bado una uhai, bado unapumua, unaelekea mahali fulani, unapita. Hutakufa moyo katikati, unapita. Na unajua nini? Unapotokea ule upande mwingine, utakuwa na nguvu zaidi kuliko jinsi ulivyokuwa ulipoingia, na hata hutakuwa na harufu ya moshi. Shadraki, Meshaki na Abednego waliingia ndani ya ile tanuru ya moto, na yule mfalme mwovu aliongeza makali ya moto huo mara 7 zaidi. Na walipotoka hawakuwa hata na harufu ya moshi. Kulikuwa na mtu wa 4 alionekana kuwa nao ndani ya tanuru hiyo. Yesu daima huwa nasi tukiwa katika majaribu na dhiki. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Sasa unajua, wakati mwingine ukiangalia hali yako utajiona ni kama wewe ni kondoo anayepelekwa kichinjioni. Ni kama kusema, unajua,
Nimesoma kuhusu imani, nimesikia ahadi za Mungu, naenda kanisani, natoa, naabudu, nina vitabu vyote, nina CD zote. Sasa haya matatizo yote yametoka wapi? Na naomba na sihisi kama Mungu ananisaidia. Unajua, pengine hata baadhi ya watu nawajua ambao umewaambia jinsi Mungu ni mwema na jinsi anaweza kuwabariki, wanakuangalia na unajua, wanafikiria mambo ambayo hayaonekani ni mazuri sana kwako. Lakini Biblia inasema katika mstari wa 37, lakini katika mambo hayo, yani ndani ya mambo hayo, si wakati yamekwisha, bali katika mambo hayo yote sisi si huenda tutashinda au pengine tutashinda, bali tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Nawaambia, bora tunajua kwamba anatupenda na kwamba Mungu ni mwema, basi ni vipi tunaweza kuwa na shaka kwamba hatashughulikia hali zetu? Unawapenda watoto wako, na ikiwa wewe ni mzazi mzuri, wanapokuwa na tatizo, hutakuwa na amani mpaka uwasaidie kutatua tatizo hilo. Na kama sisi wazazi wa kidunia tunajua kufanya hivyo, basi Mungu wetu atakuwa upande wetu na atatatizika kwa kiasi gani tunapomlilia. Amen. Nataka ujue Mungu anajua kuhusu hali hiyo ulio nayo usiku wa leo. Tunamtumikia Mungu anayeona, tunamtumikia Mungu anayesikia na anakupenda. Na haijalishi kama unahisi hivyo au hapana, ikiwa umeomba na unamwamini, basi anashughulikia tatizo lako. Mungu anashughulikia tatizo lako. Amen. Na kile unachopaswa kufanya unapongoja ni kusaidia mtulivu, usiwe na hofu, na uendelee kumwamini. Yohana wa kwanza 4:4. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nyinyi ni wake. Tunahitaji kusimama hapo kwa muda mfupi. Wow, mwatokana na Mungu na mumewashinda watumishi wa roho inayompinga Kristo. Tayari mumeshinda nguvu zote za giza. Hupaswi kutia bidii kwa hilo, hupaswi kujaribu kuzishinda, hupaswi kutoa jasho, hupaswi kung'ang'ana nazo. Mumewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye duniani. Sasa unajua, kama tungejaribu tu kidogo, huenda tukasisimuka usiku wa leo. Kitu nilichokuwa naona ndani ya roho yangu nilipokuwa nasoma leo ni kwamba kuwa mtu wa kiroho haimaanishi unaonekana hivi kwa nje, lakini ndani ya roho, unajua, wakati mwingine tunakuwa hivi na tunaenda kanisani, lakini tumenyauka kiroho. Na niliona usiku wa leo ninapohubiri neno, mtakuwa tu hivi. Nahisi kana kwamba nanyunyizia maji roho zilizonyauka usiku wa leo. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni wake. Tayari umewashinda. Tayari umewashinda watumishi wa roho inayompinga Kristo. Hakuna vita vikubwa kati yetu na Shetani. Tayari yuko chini ya miguu yetu. Tatizo ni kwamba hatujui sisi ni nani, kwa hivyo hatumjulishi sisi ni nani, na kwa hivyo anachukua nafasi ya kutushinda, kwa sababu watu huangamia kwa sababu ya kukosa kufahamu. Ni miaka mingapi nilienda kanisani kwenda na kurudi kila wiki, huku maisha yangu ikisalia hali mbaya, na nilimpenda Mungu. Niliamini ningeenda mbinguni kama ningefariki, lakini singekuwa na ushindi wowote hapa duniani. Wacha hata kutumia maisha yangu kuwasaidia watu kama ninavyofanya sasa. Shetani hataki ujue ukweli, hataki ujue wewe ni nani katika Kristo, hataki ujue kwamba una uwezo na mamlaka wewe kama muumini wa Yesu Kristo. Anataka usalie ukiwa umenyauka kiroho.
Kuna kifungu kimoja kinasema shetani huja kuwadidimisha waumini. Shetani anataka kuwadidimisha waumini wawe wadogo kifikira, wadogo katika nafsi zao, na wadogo kiroho. Lakini sisi ni wa Yesu. Wow. Sisi ni wa Yesu. Hallelujah. Unaona, tayari machoni yanaonyesha ameanza kusisimuka kidogo. Sisi ni wake, lakini na matatizo mengi. Mbona usiache kufikiria na kuzungumzia matatizo yako kwa muda, ili upate nafasi ya kufikiria kuhusu Mungu kidogo, na wewe ni nani katika Kristo, na yale yaliyo katika maisha yako ya kesho. Kile unachopitia sasa kitadumu kwa muda mfupi tu, hakitadumu milele. Hayo pia yatapita. Yatapita. Tayari yanapita sasa hivi. Na Mungu anafanya kazi kila dakika ambayo uko hapa. Mungu anashughulikia hali yako. Kisha ghafla, katikati ya usiku, milango ya gereza ilifunguka. Kitu cha ghafla kitatokea maishani mwako. Yohana wa kwanza 4:17 inasema, katika hili pendo la umoja na ushirika na yeye limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Na sentensi hii ya mwisho ndio nataka kuzingatia. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni. Sawa, sasa nataka uelewe hilo. Nimekuwa nikitafakari jambo hili, unajua, kwa muda sasa, kwa sababu natayarisha funzo hilo. Kama yeye alivyo wakati huu, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kama yeye alivyo mbinguni, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Haya, unasema, lakini sihisi hivyo. Sionekani kuwa hivyo. Haonekani kuwa hivyo. Dada, unazungumzia nini? Katika mtazamo wa Mungu huwezi kupata kitu mpaka uamini kwanza. Unaona, tumezoea kuona kisha labda tunatazamia kwamba tukiona kwa muda mrefu wa kutosha basi tutaamini. Lakini katika mtazamo wa Mungu ni sharti uamini kwanza. Itanibidi nisadiki kwa imani kabla nione kulingana na neno la Mungu. Kwa mfano, Mungu hutufanya tuwe waadilifu mbele yake kupitia Yesu Kristo. Kulingana na Biblia, tuna uadilifu wa Mungu ndani ya Kristo. Kwa hivyo tunapaswa kwanza kuamini kwamba sisi si waovu, bali ni waadilifu mbele ya Mungu. Kwa hivyo nasadiki kwa imani kwamba nimefanywa kuwa mwadilifu mbele ya Mungu, kwamba ameweka mbegu ya uadilifu ndani ya roho yangu, kwamba kwa njia fulani kupitia muujiza wa Mungu nina mbegu ya kitu ndani yangu, na hiyo inamaanisha nikiinyunyizia maji itakuwa, na siku moja naweza kuanza kuwa na tabia zilizo sahihi. Sasa kadri ninavyozidi kuamini kwamba mimi ni mwadilifu, ndivyo nitazidi kutenda vitendo vya uadilifu. Kadri ninavyozidi kuamini mimi ni mwadilifu, ndivyo tabia zangu zitazidi kuwa sahihi. Kadri ninavyozidi kuamini mimi ni mwadilifu, ndivyo nitazidi kuwa mwadilifu. Na kadri ninavyozidi kuamini hivyo, ndivyo nitazidi kuwa mwadilifu. Na kadri ninavyozidi kuamini, tabia zangu zitazidi kuwa sahihi na vitendo vyangu vitazidi kuwa sahihi. Na najua hilo si neno, lakini nabuni neno hapa. Lakini nini hutendeka? Tunafanya kosa na shetani anasema wewe si mwadilifu, na unasema mimi si mwadilifu. Je, nasema ukweli? Tunafanya kosa, kisha tunajihukumu na kuona tuna hatia kwa wiki moja, kisha hatimaye tunasimama imara tena, na tunahitaji wa Kristo chungu nzima kutusaidia kusimama na kuendelea kukimbia tena kupitia kutiwa moyo, kushauriwa, kuombewa na kufukuza mapepo. Na tunafanya kosa tena siku ingine, kisha sisi si waadilifu tena. Nasema inamlazimu Mungu afanye kazi ya ziada kuhakikisha tunasaidia na mtazamo wa kuona kwamba tuna thamani kubwa kushinda takataka. Kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi humu ulimwenguni. Sisi ni zaidi ya washindi. Na unajua, siendeshi mkutano wa watoto wa shule usiku wa leo. Ninachowaambia ni ukweli usio na dosari. Uko katika neno la Mungu. Sisi ni zaidi ya washindi kupitia yeye atupendaye. Tayari tumewashinda kikamilifu watumishi wa roho inayompiga Kristo, kwa sababu yule aliye ndani yetu
ni mkuu kuliko yule aliye duniani. Kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni humu. Ni nini mbaya na kanisa? Kama kile tulicho nacho ni kutokuwa salama, kutishwa, hofu na fadhaa na kuvunjika moyo na kuweka vichwa vyetu chini kila wakati na kuwa chini ya kitu fulani kila wakati. Msingi wa haya yote ni kwamba watu hawajajua na hawajashikilia ukweli wa hao ni nani katika Kristo. Na kama unafikiri haitakubidi utie bidii katika jambo hilo, basi umenoa. Mimi hutia bidii katika jambo hilo kila wakati. Unajua mimi huzungumza na nani sana? Mimi mwenyewe. Na nimefikia mahali ambapo afadhali nizungumze na mimi mwenyewe kuliko mtu mwingine yeyote. Mimi huzungumza na mimi siku nzima. Nina uadilifu wa Mungu ndani ya Kristo. Shetani, nyamaza, sitaki kusikia uongo wako. Nasikia sauti ya Mungu. Nina upako. Nimebarikiwa, mimi ni baraka kila niendako. Nina furaha ya Bwana, furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu. Ni wazi kwamba utakuwa unatamka mambo fulani kwa kinywa chako, basi afadhali utamke mambo ambayo yatakuwa na manufaa kwako. Haleluya! Kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Sijui yuko vipi usiku wa leo. Unafikiri Mungu ana wasiwasi na hali mbaya ya uchumi? Sidhani. Watu kuachishwa kazi? Sidhani. Nafikiri ana furaha sana, ana amani sana, anafurahia kile kinachoendelea huko juu. Amen. Ndiyo, huenda hata anafurahia hii. Amen. Huenda anafurahia kusikia nikizungumza kumhusu yeye, nikisema mambo mema kumhusu, na anafurahia kwamba mko hapa na mnayasikia. Wacha niwaambie kitu. Mungu hujivunia watu wanapokuja kwenye mkutano kama huu ili wasikie neno la Mungu. Hebu tuangazie Waefeso 1:19. Kwanza kabisa sitapitia mistari ya 17 na 18, ila tu nitasema katika mistari ya 17, 18 na 19, Paulo aliombea kanisa ombi lenye nguvu ambalo tunahitaji kuelewa. Kwanza kabisa aliomba watu wamjue Mungu. Kitu cha muhimu zaidi kwetu sisi wote ni kumjua Mungu. Si tu kwenda kanisani, bali kumjua Mungu. Kujua sifa zake, kujua kile unachopaswa kutarajia kutoka kwake, kujua kile atakachofanya na kile ambacho hatafanya, ili uweze kung'amua wakati Mungu anafanya kazi maishani mwako na wakati ni adui ndiye anafanya kazi. Ni sharti umjue Mungu na huchukua muda kumjua mtu mwingine. Pili, alisema kwamba ujue kile kilicho chako wewe kama muumini. Hiyo ndio nazingatia usiku wa leo, na kusaidia kujua mengi zaidi kuhusu kile kilicho chako kama muumini, kwamba una nguvu. Tumepewa nguvu sisi kama watoto wa Mungu. Mungu hakupanga tuishi katika dunia hii bila nguvu. Ametupatia nguvu. Aliye mdhaifu aseme nina nguvu. Na kitu cha tatu ambacho alisema katika mstari wa 19 ni mjue na mwelewe ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Sasa ni nguvu ya aina gani iko ndani yetu? Uko karibu kuona kwamba nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka wafu inaishi ndani yetu. Hata siwezi kustahimili hilo. Kusema ukweli, ninapohubiri na niweke mambo haya yote pamoja, ni kama inafaa unene wakati mwingine nikisoma. Ni kama nasisimka sana. Basi tunaweza kujua nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu inaishi ndani yetu na italeta uzima mwilini mwako. Usiamke asubuhi italeta uzima mwilini mwako. Unaamka asubuhi na unaomba na unakuwa na muda na Mungu na unaacha kujifikiria na unafikiria mtu mwingine ambaye unaweza kuwa baraka kwake, na mara moja kila kitu rohoni mwako kinaanza kusisimuka na kuwa na uzima. Sasa unapokuwa na uzima wa kutosha rohoni mwako, uzima huo utaathiri mwili wako na utaweka mabega yako nyuma na uweke kichwa chako juu na utapata nguvu. Itakuwa inatoka ndani yako.
Lakini ukiamka asubuhi na utamke mambo yasiyo sahihi na uwe na hisia mbaya na kulalamika na uzungumze kuhusu shida zako peke yake, unaingia ndani ya gari na mtu na unazungumza kuhusu shida zako peke yake, unazungumza kuhusu jinsi unavyochukia kazi yako, unamchukia mkubwa wako na nyenye, na huku unaendesha gari barabarani lenye stika inayosema piga honi kama unampenda Yesu. Nimechoshwa sana na upuzi huo. Sawa, acha tusome hii ili mjue na mwelewe ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo. Kila mtu aseme nguvu iko ndani yangu. Mstari wa 20 unasema aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Basi anazungumza kuhusu nguvu ya aina gani? Anazungumza kuhusu nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu. Alipomfufua katika wafu, na nataka msikilize hii, akamuweka, yani akamketisha. Baada ya kwenda mbinguni, Biblia hutuonyesha Kristo akiwa ameketi kila wakati. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hajasimama, ameketi. Kuna sababu kwa hilo. Yeye ndiye kuhani wetu mkuu. Wakati wa Agano la Kale, kuhani mkuu ambaye aliingia sehemu ya patakatifu kabisa ili anyunyize damu kwa kiti cha rehema kwa ajili ya msamaha wa watu, hakuketi chini. Hakukuwa na kiti hapo. Jambo hilo liliashiria kwamba watu walikuwa wanaishi katika kipindi cha kutimiza matakwa ya sheria. Hakuweza kuketi chini. Kwa hivyo jambo hilo lilikuwa na maana kubwa kwa watu walioelewa Agano la Kale, kwa Wayahudi ambao walielewa kwamba kuhani mkuu hakuweza kuketi chini, ilhali wakati Yesu alienda mbinguni aliweza kuketi chini mkono wa kuume wa Mungu. Aliketi chini, na hiyo ni kwa sababu kazi yake ilikuwa imekwisha. Alikuwa ameingia mapumzikoni, akingoja adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Sasa sisi tuko wapi? Kulingana na Waefeso 2:6, alipofufuliwa pia sisi tulifufuliwa na tumeketi naye katika ulimwengu wa roho. Kama alivyo yeye, ndivyo tulivyo sisi humu ulimwenguni. Basi mbona tunakimbia huku na huko, tukihangaika, tukiwa na wasiwasi kuhusu kila kitu, tukifadhaika kila wakati, tukilemewa katika akili zetu, mili yetu na hisia zetu? Mbona tunafanya hivyo? Kwa sababu hatuelewi kwamba kama alivyo yeye, ndivyo tulivyo sisi humu ulimwenguni. Tunaishi sana kulingana na hisia zetu, kile tunachoona na kile watu wanatuambia na kile dunia inafanya. Ikiwa tutamshinda adui, ni sharti tupate ufunuo kuhusu sisi ni kina nani katika Kristo. Amen. Na si kupata tu ufunuo huo, bali pia tutekeleze. Na ikiwa utautekeleza, basi itakubidi ujizoeshe kuzungumza na wewe mwenyewe, kwa sababu itakubidi utafakari neno la Mungu, na hiyo inamaanisha kujizungumzia chini chini siku nzima. Sasa sisi akina dada tunajua kujizungumzia kichini chini. Ni vile tumekuwa tukijizungumzia mambo yasiyofaa. Lakini kesho utamka na useme, mimi ni zaidi ya mshindi kupitia Kristo anipendaye. Siogopi kuosha vyombo, siogopi kufua nguo, siogopi chochote, kwa sababu naweza kufanya chochote ninachopaswa kufanya kupitia Kristo anitiaye nguvu. Na nitamkasirisha shetani na nitaimba nyimbo za kumtukuza Mungu siku nzima huku nikifanya kazi yangu. Unasema, wewe kweli huishi hivyo? Ndiyo. Tutafanya mambo kulingana na njia ya Mungu au tutasambaratika. Nimekuwa nikizungumza nanyi kuhusu nafasi mlionayo ndani ya Kristo kisheria. Nafasi mlionayo kisheria kwa sababu ya damu ya Kristo. Yesu alinunua na akalipia kila kitu ambacho ndiwazungumzia hapo awali. Alinunua na akalipia uadilifu wetu. Alinunua na akalipa gharama ili tumiliki kama zawadi ya bure hii nguvu ninayowazungumzia usiku wa leo. Yesu alinunua na akalipa gharama ili tuwe na nguvu hii ya ufufuo katika maisha yetu ya kila siku. Na njia pekee tunayoweza kufaidika na nguvu hiyo ni kama tunajua jinsi ya kusalia ndani yake na chini yake kwa vitendo. Njia ya kusalia ndani yake ni kupitia kuwa na muda na yeye, kupitia kuwa na muda wa kusoma neno lake, kupitia kutembea na yeye,
kupitia kumpa Kristo nafasi ya kuwa sehemu ya mambo yote ufanyayo. Uhusiano wetu na Mungu si kwenda kanisani kila Jumapili kisha unamsahau Mungu mpaka Jumapili inayofuata. Hiyo ni dini iliyokauka isiyo na uhai. Yesu hakufa ili tuwe na dini, alikufa ili tuweze kuwa na uhusiano wenye nguvu, wa kina na wa karibu na Mungu kumpitia yeye kama Kristo. Na hiyo inamaanisha anataka kushiriki katika kila sehemu ya maisha yako. Kila sehemu. Mungu anataka kushiriki katika kila kitu kinachokuhusu. Kila kitu. Burudani zako zinamhusu, pesa zako zinamhusu, unachokula kinamhusu, jinsi unavyoshughulikia mwili wako kunamhusu, marafiki zako wanamhusu, jinsi unavyozungumza, jinsi unavyofikiria, mambo yako yote yanamhusu Mungu. Basi furahieni zaidi ya hivyo, kwa sababu ni kweli. Unaweza kuwa na pesa kwenye benki, lakini kama hujui kuzifikia, utaishi maisha ya umaskini. Naweza kuweka pesa kwenye akaunti yako, lakini kama hujui kutumia mashine ya kutoa pesa au hujui kuweka cheki kwenye akaunti ili upokee pesa, basi bado utakuwa maskini. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Yesu ameweka hivyo vitu vyote vizuri katika akaunti yako. Lakini Wakristo wengi sana hawajui jinsi ya kufaidika na kile Mungu amewatekelezea. Usiku wa leo nawapa kadi ya kiroho ya ATM. Amen. Unaweza kwenda na kuitumia kutoa mazuri kutoka kwenye akaunti yako. Amen. Sasa hebu tuzungumze kuhusu kuwa chini yake kwa dakika moja. Nataka nizungumze nanyi kwa dakika moja tu kuhusu utiifu. Nitakuwa nimekosa hekima nikisimama hapa na nikuambie kwamba unaweza kupata haya yote ili hali unaishi maisha ya kutotii. Na nafikiri wakati mwingine hali hiyo hutokea. Tunaambia watu kila kitu kilicho katika Kristo, lakini hatuwaambii wajibu wao ni upi, na si haki kuwafanyia hivyo. Sitafanya hivyo. Naweza kuwasisimua na unaweza kutoka hapo kijihisi wewe ndio mtu wa ajabu zaidi duniani. Lakini pia nitakwambia, ikiwa hutamtii Mungu, sisemi ni lazima uwe huna dosari. Nasema ni sharti uache kutenda dhambi makusudi na ufikiri hakuna shida. Nitazingatia masuala mawili haraka sana. Hivi karibuni nimekuwa nikifunza sana kuhusu tatizo la hasira na kutosamehe na kukoseana na migogoro ndani ya mwili wa Kristo. Sasa, na kwa miaka iliyopita nikiwa nafunza kuhusu masuala haya, wakati wote nikifikia mwisho wa mafunzo huwa nasema kama kuna mtu yeyote angependa kuombewa kwa ajili ya uchungu, chuki, kutosamehe, hasira na kukosewa asimame. Na kamwe sijawahi hata mara moja kuona chini ya 80% ya watu walio katika ukumbi huo wakisimama. Unajua hiyo inaniambia nini? Tuna dunia iliyojaa Wakristo wenye hasira. Sasa nataka ufikirie jambo hili. Kwa sababu Biblia inasema jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa hivyo ikiwa una uchungu, chuki, kutosamehe, hasira, una migogoro maishani mwako, na unajua Biblia inasema uondoe mambo hayo, siwezi kuzuia jinsi ninavyohisi. Sizungumzi kuhusu jinsi unavyohisi, nazungumza kuhusu kile unachoweza kufanya. Na unaweza kusamehe, unaweza kuwaombea adui zako, na unaweza kuwabariki. Unaweza kuzungumza na mtu ambaye umemkasirikia, haijalishi unahisi kufanya hivyo au hapana. Si lazima uhisi unataka kufanya jambo ndio ulifanye. Isitoshe, ukitaka kufanya kila kitu ambacho Mungu anataka ufanye na ukifanye kwa urahisi, basi hukui, inamaanisha tayari umeshakomaa katika jambo hilo. Lakini ukilifanya hata kama ni gumu, na ulifanye kwa sababu unampenda Mungu, na ulifanye kwa kumtii Mungu, kwa sababu unataka kufaidika na kila kitu ambacho Yesu alikufa ili upate. Unataka kutumia kadi yako ya kiroho ya ATM, unampenda Mungu na unataka kumwakilisha kwa njia nzuri duniani. Kama alivyo yeye ndivyo tulivyo sisi humu ulimwenguni, basi hajakasirika. Tumshukuru Mungu kwa sababu hajatukasirikia. Wangapi kati yenu mnafurahi kwa sababu Mungu anajua kusamehe kutushinda sisi? Ndiyo, sisi huomba ombi hili. Mungu tusamehe dhambi zetu. Tusamehe kama tunavyosamehe wanaotukosea. Jamani, tunapaswa kufurahi kwa sababu hafanyi hivyo. Lakini kwa upande mwingine, labda yeye hutukasirikia.
lakini sitahubiri kuhusu swala hilo usiku mzima. Hiyo si sababu yangu ya kuja hapa, lakini nimehitaji tu kwa kupitia. Ni sharti tuombe kwa dhati ili takataka hiyo yote itoke maishani mwako. Usiende kulala ukiwa na hasira. Biblia inasema jua lisicho na uchungu wenu bado hujawatoka. Na najua nimewahi kuwa hivyo na nimefanya hivyo. Nilala mwisho kabisa wa godoro kwa sababu sikutaka kuongea na Dave, sikutaka hata aniguse, usiniguse. Na nilibakia nikihisi baridi na huzuni usiku nzima, ili hali yeye alipata ndoto nzuri, akajifunika vizuri na akakoroma. Na daima suluhu ilikuwa ile ile. Hajalishi kama ilikuwa wiki moja baadaye au asubuhi iliyofuata. Ilibidi nimsamehe na niendelee mbele. Ilinibidi niachane na jambo hilo, niliachilie, nimwamini Mungu na niendelee mbele. Watu wana dosari zao, watakuumiza, watakusikitisha. Na kila tunapotarajia watu wawe bila dosari, tutakuwa tunakaribisha fadhaa. Jambo lingine nitakalotaja hapa, pia hili sitalizungumzia kwa kina. Niliona ni vizuri nizungumzie dhambi kadhaa juu tu. Unajua, swala la kutosamehe, hicho si kijikosa kidogo, ni dhambi. Sasa jambo lingine ambalo mimi husoma kila wakati, Mungu amenifanya nisome kuhusu jambo hili mpaka nimechoka, lakini ni wazi kwamba nahitaji kufanya hivyo, na ni kinywa. Nafikiri Biblia inasema mengi kuhusu vinywa vyetu na nguvu ya maneno yetu kushinda jambo lingine lolote lile. Hapo mwanzo Mungu alisema iwe nuru. Na nafurahi hakusema hali hii imevurugika, achana nayo. Uwezo wa uzima na mauti uko katika ulimi, lakini kuna masengenyo sana, kukashifu na udaku na kutoboa siri za watu kwa wengine. Nimechoka sana kusikia jinsi Wakristo wanavyozungumza kuhusu Wakristo wenzao. Tafadhali nisikilizeni usiku wa leo. Tafadhali kila mtu anayetutazama kwenye runinga nisikilize. Mungu ametuwekea kitu kizuri sana. Amekigharamia. Tunachopaswa kufanya ni kujifunza jinsi ya kufaidika nacho. Ni sharti tusalie ndani yake na chini yake. Kuwa na muda na Mungu, kuwa na ushirika naye. Hiyo ndio itakupatia nguvu ya kushinda sehemu za udhaifu maishani mwako. Huwezi kumsamehe tu mtu ambaye amekuumiza vibaya ikiwa huna muda wa kukutana na Mungu ili upate uwezo na nguvu ya kufanya hivyo kutoka kwake. Naelewa jinsi mtu jihisi akiwa ameumizwa vibaya sana. Naelewa. Huwa anapata hisia hizo upya mara kwa mara. Hicho si kitu kinachofanyika maishani mwako mara moja tu kisha akifanyiki tena. Tutapitia mambo kama hayo bora tungali duniani. Watu watatuumiza na kutusikitisha na kutushangaza, na itatubidi tuache mambo hayo nyuma, kwa sababu tusipofanya hivyo tutaharibu mambo yote ambayo Mungu anajaribu kututekelezea kupitia Kristo. Shetani hutumia kukosewa kama njia ya kutuangusha. Atatumia watu wakuchokoze na wakukasirishe. Anatumia hata Wakristo wenzako wenye roho safi na upendo, lakini atatumia udhaifu wao kukushambulia, kukufanya ukasirike, ili usiweze kuendelea kukua katika Mungu, na hatimaye utaketi tu mahali huku ukizongwa na hisia za fadhaa kwa ajili ya jambo ambalo huwezi kulidhibiti. Wangapi kati yenu angalau mtasema usiku wa leo, sawa Joyce, nitaomba juu ya jambo hili la kutosamehe. Nitaanza kuchukua mwelekeo huo wa kumwomba Mungu anisaidie katika jambo hilo, kwa sababu naelewa ni tatizo kubwa kwangu. Najua kwa Mkristo mwenye hasira ni hali iliyo kinyume na Ukristo. Yaani, upendo ndiyo maudhui ya kimsingi katika Ukristo. Huwezi kutenganisha Ukristo na upendo. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukristo ni kupokea upendo wa Mungu, kujifunza kujipenda wewe mwenyewe kwa njia bora na yenye usawa, kisha kuacha upendo huo uguse maisha ya watu wengine walio katika dhiki. Si hivyo tu, lakini hivyo ndivyo Ukristo umefanya kazi maishani mwetu. Kwa hivyo kusema mimi ni Mkristo mwenye hasira ni kama inaonekana hamnielewi. Utaharibu maisha yako ya maombi ukisalia na hasira. Utaharibu imani yako ukisalia na hasira. Itakufadhaisha. Kusalia na hasira itamfungulia shetani mlango.
Wacha kumpa shetani nafasi hiyo ya kukukamata maishani mwako. Hakika ni sharti tuwe na hekima ya kiwango cha juu zaidi. Baada ya miaka hii yote katika neno, tunaelimishwa kupita kiwango chetu cha utiifu. Tutahitaji jumbe ngapi zaidi kuhusu kusamehe? Unajua kwa nini hii ni ngumu sana? Kwa sababu inahusisha hisia zetu. Na jamani, tunaabudu hisia hizo, sio? Lazima tuhisi tunataka kufanya jambo ndio tulifanya. Biblia inasema fanya uamuzi akilini bila kuyumbayumba. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, Wakolosai 3:1 inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, mahali Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Kwa hivyo nataka kuambia myafikirie mambo fulani. Nataka ufanye uamuzi akilini mwako kwamba hutaishi ukiwa na hasira. Fanya uamuzi akilini hapo mwanzoni kwamba mtu atakapokukasirisha utamsamehe. Fanya hivyo kabla ya tukio. Usingoje kuumizwa kisha uone jinsi utakavyohisi. Sifanyi mchezo. Tayari nimefanya uamuzi akilini mwangu. Unanikasirisha, nitakusamehe. Nimewahi kuwa katika hali hiyo na nilifanya hivyo. Sitamwacha shetani aibe maisha yangu kupitia tabia mbaya ya mtu mwingine. Tayari nimepoteza mengi kwa ajili ya hiyo. Sitapoteza tena. Nimefanya uamuzi, sitatangamana na watu wenye tabia ya kunungunika, wepesi wa hasira, wenye mtazamo duni na wenye tabia ya kujionea huruma. Sitaki kusikia maneno ya watu wanaojionea huruma. Nataka kusikia kama yeye alivyo ndivyo sisi tulivyo humu ulimwenguni. Nataka kusikia sisi ni zaidi ya washindi. Lakini jamani, si eti kwamba sitaki kusikia shida za watu, lakini watu wengi hawataki suluhu kwa matatizo yao. Wanataka tu kukuambia matatizo yao mara 20 kila unapowaona. Na wewe nakwambia, si vibaya, ni sharti ulinde roho yako. Unapaswa kulinda roho yako. Usiwache tu mtu akurundikie hisia hizo, akurundikie. Kwa sababu ukifanya hivyo, baada ya muda mfupi pia utajipata unafikiria, ndio, pia mimi nafikiri maisha ni shida tupu. Kwa hivyo ni sharti ufanye uamuzi na useme, nitatafuta marafiki wenye afya ya kiroho. Nitachagua watu ambao hawana tamaa, watu wenye ukarimu. Nitatangamana na watu wanaotoa kwa wengine. Nitatangamana na watu wenye furaha. Unasema, na je, hao watu wote wenye matatizo? Ndio, wasaidie. Kwa vyovyote vile wasaidie, lakini ni sharti tujilinde pia. Ni sharti usimame imara ndani ya Mungu, kwa sababu usipofanya hivyo, baada ya muda mfupi. Wangapi kati yenu unajua watu wenye matatizo wanaweza kufyonza kila kitu ulicho nacho ukiwapa nafasi? Baada ya muda mfupi utajipata hujabaki na chochote cha kuishi maisha yako, kwa sababu anakifyonza kutoka kwako kila wakati. Na hatimaye niling'amua kwamba ikiwa nimejaribu kumsaidia mtu kwa miaka 4 na bado hajafaidika, basi huenda sijui kabisa kusaidia mtu, au mtu huyo hataki kusaidika. Kusema kweli, shetani atatumia watu kukufyonza mpaka ukauke. Fanya uamuzi. Nitamtii Mungu. Kupitia usaidizi wa Mungu nitatii. Fanya uamuzi. Mimi ni mtu mwenye nidhamu. Ni sharti uwe na nidhamu maishani mwako. Ni sharti upangie uchungu wako na raha yako. Unasema, unamaanisha nini? Mimi huwa nimepanga kufanya mazoezi mara 3 kwa wiki. Huwa nimepangia uchungu huo, kisha naona raha ninapojiangalia. Huwezi tu kupangia raha.
Unaenda kujiangalia kwenye kioo, oh jamani, afadhali singeonekana hivi. Kuwa na nidhamu. Panga usitumie kila shilingi unayopata. Panga kujiambia hapana unapoenda madukani. Panga kuishi kulingana na bajeti yako, kisha utaweza kuokoa pesa zako na uanze kulipia bidhaa kwa pesa taslimu. Pangia uchungu wako, pangia raha yako. Huwezi tu kupangia raha yako. Fanya uamuzi. Fanya uamuzi wa kuwa na maisha mapya. Fanya uamuzi na useme, sitaondoka ndani ya jengo hili na nisalie kama nilivyokuwa nilipokuja hapa. Sitaishi nikiwa na hasira. Sitaishi nikiwa nimeweka kichwa changu chini. Nitasoma, nitaishi maisha yenye nidhamu, nitaomba, nitakuwa na muda na Mungu, nitatamka neno. Nitaanza kufaidika na kila kitu ambacho Yesu alikufa ili nipate. Mimi ni kichwa wala si mkia, niko juu wala si chini. Tayari nimewashinda watumishi wa roho inayompinga Kristo, kwa sababu yule aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye duniani. Sitaishi kwa hofu. Nitakuwa mjasiri. Unajua, kuwa mjasiri hakumaanishi kuwa mtu anayeudhi wengine. Si kuwa mtu wa kelele na kimbelembele. Nazungumza kuhusu ujasiri ulio mtakatifu. Nazungumza kuhusu ujasiri ambao hata kama unatetemeka, utachukua hatua na utekeleze kile ambacho unaamini Mungu anakuambia utekeleze. Kuwa mjasiri hakumaanishi uhisi hofu. Inamaanisha unahisi hofu, lakini bado unachukua hatua. Amen. Unafikiri wale walio jasiri ndio walio na bahati ya kutohisi hofu? Hapana, ni wale wanaosema hofu haitatawala maisha yangu. Nahisi hofu, lakini najua hofu ni nini. Najua hofu ni mwizi. Najua inajaribu kunirudisha nyuma. Na sitapigia hofu magoti, kwa sababu Mungu hajanipa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ina maana gani kuwa na moyo wa kiasi? Ni kuwa na akili ya Kristo. Nimekuwa nikiungama hilo mapema kila asubuhi. Nafikiria kwa kutumia akili ya kiroho, si akili ya kimwili. Natafakari mambo mazuri, mambo ya kupendeza, mambo maridadi. Natafakari kuhusu mambo yaliyo ya kweli na mambo yenye nguvu. Nina akili ya Kristo. Ni sharti uanze kumshinda shetani mapema. Mapema. Mwanzoni mwa siku. Wachana na fikira za ninaogopa, na badala yake kuwa zaidi na fikira za mimi ni. Naogopa siwezi kusikia sauti ya Mungu. Naogopa nikichukua hatua huenda nitakosa mwongozo wa Mungu au nifanye makosa. Oh, naogopa Mungu hajafurahi na mimi. Naogopa mambo hayatakuwa mazuri tena. Je, maisha yangu yakisalia hivi milele? Je, usipobadilika? Je, watoto hawa wasipobadilika? Je, mume wangu asipobadilika? Je, mke wangu asipobadilika? Naogopa nitakuwa peke yangu milele. Naogopa kukosa kufaulu. Naogopa nitapoteza kazi yangu. Nahofia hali ya uchumi. Naogopa kuzungumza. Naogopa kukabiliana na kitu chochote. Basi ikiwa hiyo ndiyo hali yako, basi ni wazi kwamba husomi hii. Au pengine unaisoma lakini unafanya hivyo kama desturi tu, lakini uichukulii kama kitu kinachoweza kubadilisha maisha yako. Roho Mtakatifu atakaponishukia, nitapokea nguvu. Luka 10:19. Iweke juu kwenye skrini. Luka 10:19. Ukiweka kifungu hiki kimoja ndani ya roho yako, itakuweka juu zaidi. Tazama, nimewapa amri, nguvu ya kimwili na kiakili na uwezo ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Si tazama pengine nitawapa nguvu, nimewapa nguvu. Basi ni vipi unaweza kufaidika na nguvu hiyo? Kwanza kabisa ni sharti uamini nguvu hiyo ni yako. Si ya mtu aliye jukwani peke yake.
si ya mchungaji wako peke yake, si ya rafiki yako anayeamka na kitu cha kwanza anaomba kwa saa 4 kila siku. Hii ni yako. Tazama, nimekupa nguvu. Wewe ni zaidi ya mshindi. Yeye aliye ndani yangu ni mkuu zaidi kuliko yeye aliye duniani. Kama alivyo yeye, ndivyo tulivyo sisi humu ulimwenguni. Tayari tumewashinda watumishi wa roho inayompinga Kristo. Nguvu. Paulo alisema, naombea kanisa ili muweze kujua na kufahamu nguvu iliyoko. Jamani, si wakati wetu umefika wa kutoka kwenye udhaifu na mitazamo duni? Jamani, hatupaswi kuishi kwa hasira na uchungu na tukiwa tumejaa hisia za kutosamehe, vichwa vyetu vikiwa chini kila wakati, tukifikiria kuhusu matatizo yetu kila wakati, tukisema, niko nakwambia leo nimelemewa kweli, niko chini ya mashambulizi. John, unaendeleaje? Nakwambia ndugu, nimeshambuliwa kweli. Joyce, unaendeleaje? Nakwambia nimeshambuliwa kweli. Nilikuwa na mazoea kuzungumza hivyo, na siku moja Bwana aliniambia, ikiwa wewe ndiye ungefanya mashambulizi, basi ungekuwa chini ya mashambulizi kila wakati. Kile ninachowazungumzia usiku wa leo ni kuweza kufanya mashambulizi, kujifunza kuwa juu. Unahitaji kuamka asubuhi na useme, najua mimi ni nani katika Kristo. Sasa Shetani, ingekuwa bora kwako kama hungenishambulia leo, kwa sababu naweza kukwambia hapa mwanzoni kwamba chochote unachonipangia ni bure, kwa sababu nina zaidi ya kile ulicho nacho. Yeye aliye mkuu zaidi anaishi ndani yangu. Amen. Ni sharti uanze kujizungumzia mwenyewe. Kama alivyo yeye, ndivyo tulivyo sisi humu ulimwenguni. Sasa hebu sikiliza mambo haya machache kisha nitamaliza. Yeye ni mwana wa Mungu na sisi ni watoto wa Mungu. Yeye ni kuhani na mfalme, na kulingana na Warumi 5:17 tutatawala kama wafalme katika uzima kupitia haki. Na kulingana na Ufunuo 5:9 hadi 11 ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Yeye ndiye daktari mkuu na mponyaji, na tunaambiwa tuweke mikono juu ya wagonjwa ili wapate kupona. Yeye ndiye nuru ya dunia, na katika Mathayo 5 tunaambiwa nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye maji ya uzima, na pia anasema mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yenu. Yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Yeye ni mchungaji, sisi ni kondoo wake. Yeye ni jiwe kuu la pembeni, sisi tunaitwa mawe yaliyo hai, tunajengwa kuwa nyumba ya Roho. Yeye ni Masihi aliyetiwa mafuta, na sisi tumepokea upako wa yule Roho Mtakatifu ambaye alimpa upako wake. Tuna nguvu ile ile, si nguvu ya aina nyingine, nguvu ile ile iliyomfufua kutoka kwa wafu. Roho Mtakatifu yule aliyempa upako wake, na sisi pia tumepokea upako sawa na wake. Sasa sisi ni wabia pamoja na Mungu. Sijui hata nielezee vipi jinsi jambo hilo lilivyo la ajabu. Anakuja na kuishi ndani yetu, anatupatia mambo mengi mazuri, na ili tufaidike nayo ni sharti tufahamu neno la Mungu, ni sharti tuamini neno la Mungu, na tunapaswa kuanza kuishi kana kwamba tunamiliki kile anachosema tunamiliki.